Kumekuwa na taharuki kubwa mitandaoni juu ya tukio lililotokezea juu ya mtoto mdogo kuvimba kwa mkono. Wizara ya Afya Zanzibar kutoka kimya, na hapa katibu mkuu wa wizara hiyo Dr. Mungereza anakwenda kutoa ufafanuzi juu ya namna ya hatua walizozichukua ili kuweka uelewa wa jamii juu ya tatizo hilo. Kama hapa anapoanza kuongea. Na wizara imeona kuna umuhimu au kuna haja ya kutoa ufafanuzi juu ya malalamiko ya mzazi wa mtoto Saidi Abdallah Khamis. Ni mtoto wa kiume mwenye umri wa miezi minne aliyepokelewa hospitali ya Lumumba tarehe 15 mwezi wa 11 akitokea hospitali ya jeshi Bububu ambayo ilikuwa ni rufaa, na alipokelewa kwa ajili ya matibabu ya operation ya utumbo. Utumbo wa mtoto huyo ulikuwa umesokotana, kwa hiyo alifika kwa ajili ya kufanyiwa operation, yani matibabu hayo, na operation ilifanikiwa. Lakini katika kipindi cha tarehe 15 mpaka tarehe 19 mtoto aligundulika na changamoto ya mkono kuvimba na kubadilika rangi. Hali iliyopelekea wataalam baada ya kumwangalia tarehe 19 waliandika barua kwa ajili ya kuomba ridhaa ya wizara rufaa, na tarehe 20 yule mtoto alikuwa kafikishwa Dar es Salaam kwa gharama na utaratibu wa serikali, kuanzia ambulance kutoka hapa wizarani mpaka Dar es Salaam akapokelewa na ambulance, na mpaka jana usiku tumezungumza na mama, alikuwa bado mtoto yuko theater anaendelea na matibabu hayo ya mkono. Sasa malalamiko ya mwananchi tumeyasikia, ya wazazi, na tumechukua na tumeamua kuchukua hatua zifuatazo. Kwa kuwa haya ni mambo ya kikabila, sawa, na tumeamua kuelekeza mabaraza mawili. La kwanza, baraza la wauguzi na wakunga Zanzibar; pili, baraza la madaktari, kuhakikisha wanafanya uchunguzi ndani ya wiki 2 kwa kuanzia, ili kubaini changamoto ni nini na nini kifanyike na hatua gani zimekiukwa za kitabibu kwa mujibu wa utaratibu. Lakini pili, wizara imeamua iende mbali zaidi, kuhakikisha tunawasimamisha kazi kupisha uchunguzi wauguzi wa zamu 2 waliokuwepo siku hiyo, na ndo ambao kwa kuanzia wanalalamikiwa na wazazi wa mtoto huyo. Asanteni. Nikiripoti kutokea Wizara ya Afya Zanzibar, Abdalla Balozi wa Sema Africa Media.